Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba hana haraka katika kuishambulia Iran. Rais huyo wa Marekani siku ya Alhamisi amesema hana haraka kuishambulia Iran kutokana na mpango wake wa nyuklia, siku moja kabla ya mazungumzo ya Marekani na Iran mjini Roma. Alipozungumza kuhusu ripoti ya New York Times iliyosema kwamba alizuia shambulio la Israel dhidi ya Iran, Trump alisema, singesema kuzuia, sina haraka ya kufanya hivyo kwa sababu nadhani Iran ina fursa ya kuwa nchi bora. Lakini kisha akaongeza kusema kwamba sina haraka ya kufanya hivyo, ikionyesha asilimia fulani ya kuthibitisha ripoti hiyo ambayo ilisema Israel ilitaka kuendelea na shambulio kubwa la pamoja na Marekani juu dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran mwezi ujao. Lakini Trump akachagua diplomasia zaidi, na ndio maana alitoa karibia miezi miwili ya Iran kujitathmini na kukaa pamoja na Marekani kwa ajili ya mazungumzo katika kutatua suala hilo. Iran ina fursa ya kuwa nchi bora na kuishi kwa furaha bila vifo, na ningependa kuona hii ikitendeka, rais huyo alifafanua alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Ikulu akiwa na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Hilo ndilo chaguo langu la kwanza. Ikiwa kuna chaguo la pili, nadhani hali itakuwa mbaya sana kwa Iran. Itakuwa vizuri sana kwao ikiwa watafanya hivyo. Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Hivyo tu, aliongeza rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Trump anajivunia kuwa ndiye aliyeondoa Marekani katika mpango wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015, miongoni mwa mambo ambayo anajisifia katika kipindi hiki, akisema kwamba waliweza kuweka vikwazo dhidi ya Iran na mpango wao ilikuwa ni kuhakikisha Iran haingii katika uzalishaji wa nyuklia, licha ya kwamba Iran iliingia na kuongeza zaidi mpango wake wa kuzalisha nyuklia, ambayo wao wakidai kwamba ni kwa ajili ya matumizi ya kijamii tu. Hata hivyo, mpango wa nyuklia wa Iran ni moja kati ya eneo ambalo limekuwa likisumbua na kuitia tumbo joto Marekani. Iran na Marekani walifanya mazungumzo ya ngazi ya juu huko Oman yanayolenga kuanzisha mazungumzo mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, na mazungumzo hayo kwa mujibu wa pande zote mbili wamesema kwamba ni mazungumzo ambayo yalienda vizuri na kila mmoja akiasifia, huku akiandaa mazungumzo ambayo yatafanyika siku ya kesho Jumamosi huko Roma nchini Italia. Rais wa Marekani Donald Trump alitishia kuchukua hatua za kijeshi iwapo makubaliano yasingefikiwa. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwasili kwa wajumbe wa Iran na Marekani katika mji wa Muscat na kufanya mazungumzo hayo. Na hata wakati huu vyombo vya habari vinaeleza kwamba huenda siku ya leo ama siku ya kesho viongozi kutoka Marekani pamoja na Iran watakuwepo nchini Italia katika jiji la Roma. Mazungumzo hayo yaliwakutanisha waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye aliongoza ujumbe wa Iran huko Muscat, na hata huko Roma atakuwepo. Lakini kwa upande wa Marekani ni mjumbe wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff, ambaye amekuwa mwakilishi wa Marekani katika mazungumzo hayo. Teheran ipo kwenye mazungumzo ya tahadhari ikiwa na mashaka kuwa yataleta makubaliano, na ina wasiwasi na Trump ambaye mara kadhaa amekuwa akiitishia kuishambulia Iran ikiwa haitasitisha mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, kwa mujibu wa Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, amesema Iran ipo tayari kwa ajili ya kukabiliana na Marekani na Israel, ili tu kuonyesha kwamba heshima ya Iran lazima ibakie na lazima aonyeshe kwamba taifa hilo ni taifa kubwa na ni taifa ambalo limejipanga kwa ajili ya mapambano zaidi. Mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.